jina la Mungu kama utambulisho wa pekee. Amina. Na kumbukumbu inayobeba hatima. Amina. Amen. Wote nafikiri tunafahamu, sio mara ya kwanza tunapata hiki kisa cha Ibrahimu. Amina. Amina. Amen. Kila mtu anamfahamu Ibrahimu. Amina. Kwa hiyo mtu akisema tu Ibrahimu tunafahamu. Kuna taswira fulani tunaipata katika fahamu zetu. Amina. Amina. Ibrahimu alikuwa ni nani kwa ujumla? Amina, alikuwa baba wa imani. Amina. Lakini sasa Ibrahimu, sote tunafahamu kwamba Ibrahimu alikuwa baba wa imani, lakini hakuzaliwa tu akawa baba wa imani. Amina. 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 Kuna hatua alizopitia, kuna mambo aliyoyapitia mpaka akawa baba wa imani. Amina. 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 Tusisahau taito yetu kwamba jina la Mungu kama utambulisho wa pekee, kumbukumbu inayobeba hatima. Amina. Ibrahim kama tunavyoelewa alikuwa baba wa mataifa. Tunamtambua kama baba wa mataifa baada ya kupita katika msumali fulani uliomwekea alama fulani za misumali, lakini baadaye alama hizo zikageuka kuwa baba wa mataifa. Amina. Amina sote. Amina. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Tujifunze kwa upendo. Amina. Amina. Ibrahim hakuwa anaitwa Ibrahim tangu mwanzo. Amina. Ukisoma kitabu cha ukisoma kwa nyuma kidogo, Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham. Lakini wakati anapata jina kutoka kwa Mungu, Mungu mwenyewe anambadilisha na kumpa jina ambalo limebeba hatima ya kuwa baba wa mataifa. Mpaka leo mimi na wewe tunamfahamu kama baba wa mataifa. Alikuwa na jina la Abraham, lakini Mungu akambadilisha. Tunasema kwamba Mungu anatufahamu tangu tungali tukiwa tumboni mwa mama zetu, anatujua na alisha tutakasa. Kwa hiyo Ibrahim ambaye zamani alikuwa Abraham amekuja duniani, kusudi la Mungu kumuweka hapa duniani ilikuwa ni awe baba wa mataifa. Lakini tunaona hilo swala lilikwama. Amina. Amina. Hilo swala lilifanya nini? Lilikwama, halikuenda kwa wepesi kama Mungu alivyotaka. Tunaona amekuja kuwa baba wa mataifa, amekuja kufunguliwa baada ya jina la Mungu kuingilia kati. Mungu mwenyewe kuingia kati na kuruhusu hicho kitu kitokee. Amina. Wakati anapata hilo jukumu, wakati hilo jukumu linakuja kutimilizwa, wanasema alikuwa na miaka 90. Amina. Amina. Nani mwenye miaka 90 hapa? Hakuna. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna kuchelewa. Mungu ni wa wakati. Amina. Amina. Akitaka kile alichokupatia kitimilike, kinatimilika kwa wakati. Shetani yuko kuchelewesha, yuko kupindisha, yuko kukulekea misumari fulani ambayo ya kukufanya uone kwamba lile kusudi ambalo Mungu analifanya kwako halitatimia. Lakini Mungu ana namna yake ya kutufanya kusudi lake lifanye nini? Litimie. Amina. Amina. Tunaona kwamba alimfanya kuwa baba wa mataifa baada ya kumbadilishia jina lake. Tukirudi hapa katika alama za misumari, msumari ambao alikuwa naye yeye ni kushindwa kuwa baba wa mataifa. Tunaona yeye na mkewe walichelewa mpaka wakati huo walikuwa hawajapata nini? Mtoto. Kwa hiyo kwa ubinadamu, kwa mimi na wewe tukijiweka katika nafasi hiyo, huo ulikuwa ni msumari ambao umeweka alama ambayo ni ya maumivu ndani yake. Alama ambayo inaonyesha, tukimtazama tunasema alama ni kwamba kitu fulani kimefutika, kilikuwepo lakini kimeacha kumbukumbu fulani. Amina. Kwa hiyo kulikuwa na kumbukumbu kulingana na kibinadamu, mimi na wewe tunasema ni miaka 90 sasa. Sitaweza kuwa taifa, sitaweza kuongezeka, sitaweza kufanya 1 2 3, nimeisha choka, mfumo wangu wa mwili umechoka, umepooza. Amina. Lakini Mungu yeye anaona bado ni mapema, ni lazima kwa namna yoyote ile kile alichokuitia kifanye nini? Kitimilike. Amina. Tunaona anapokuja kumbadilisha alimuita. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tunapokuwa tuko katika uchungu wa misumari, uchungu wa mateso, uchungu wa zile heka ambazo shetani anatupatia ili kuzuia au kuchelewesha lile kusudi la Mungu lisitimie, kuna sauti ya Mungu inakuwa iko mahali hapo. Kwa hiyo tunachotakiwa ni
tukiwa katika uchungu ambao kwa namna yoyote ile huleta makovu, tujifunze kuisikia pia sauti ya Mungu. Tukikaa katika eneo moja la uchungu, tunamtengenezea shetani mazingira ya kuendeleza kile anachokifanya. Tusisahau, shetani hana mtu anayemiliki kwa asili. Hana kitu chochote, hana jengo, hana upepo, hana kitu chochote. Yeye anachokifanya ni kutudanganya, kutupumbaza, kufanya kwa namna yoyote ile tuzubae. Ukisha zubaa, unampa shetani nafasi, unampa shetani jengo, unampa shetani msingi, na wewe huo msumari unaendelea kukomaa. Amina. Kwa hiyo tunapokuwa katika uchungu, pia tuisikie sauti ya Mungu. Kwa sababu tunaona katika huo umri wa miaka 90 ndipo Mungu mwenyewe alikuja akamuita akiwa katika huo msumari. Alivyomuita hakusita, aliitika. Amina. Kwa hiyo pia tusikaze shingo zetu. Tukiitwa tukiwa katika misumari, tuitike kwa wepesi ili Yesu atufanyie wepesi pia wa kufikia lile kusudi lake. Amina. Amina. Kwa hiyo tunaona jina la Mungu kama kumbukumbu inayobeba hatima. Tunaona lile jina alilompa ndio lilikuja kutimilisha ile kazi ambayo Mungu alikuwa anataka aifanye. Amina. Amina. Pia tunaona hakumbadilisha yeye mwenyewe. Kuna na mwenzie pia aliyekuwa amepewa kibali cha kuwa mama wa mataifa. 17 Mwanzo 17 15 mpaka 16. Amina. Tasoma Mwanzo 17 mstari wake wa 15 hadi wa 16. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo, hutamwita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake. Naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Amina. Amen. Tunaona pia na yeye alikuwa na kusudi. Lilikuwa ni kusudi, hatima ambayo Mungu alikuwa ameiweka kwake ni kufanyika kuwa mama wa mataifa. Lakini tunaona hicho ndo kiligeuzwa kuwa msumari ambao ulifanyika kama kovu katika safari yake ya kuifikia hatima ambayo Mungu ameifanya kwake. Amina. Amina. Lakini Mungu akaingilia kati kwa jina lake alilombariki na kumpatia ile hatima na kusudi ambalo alimuitia likapata kutimilika. Amina. Kwa hiyo tusichoke tunapopitia katika misumari. Tunajifunza kwamba tujipe nafasi ya kumsikiliza Mungu, na yeye hapo hapo katika huo msumari ndipo pia kuna jibu la Mungu. Amina. Amina. Tutasoma pia jina la Mungu kama mamlaka. Amina. Jina la Mungu kama nani? Mamlaka. Jina la Mungu kama nani? Mamlaka. Mamlaka ni nini? Tusomee Matendo ya Mitume 4:7. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani nyinyi mmefanya haya? Kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya hala? Amina. Amina. Ulishawahi kupita katika msumari fulani, Yesu akakuwezesha kwa namna ya wepesi zaidi ukauvuka, na hiyo alama ya huo msumari ukafanikiwa kuifuta, alafu watu wakakushangaa. Hakuna mtu amekutana na kitu kama hicho. Amina. Yaani kuna jambo fulani unaweza ukakutana nalo kama ni msumari wenye uchungu sana. Inaweza kawa ni kazi, familia, afya. Ikaja kwa uzito mkubwa sana. Ukiangalia hivi unaona hapa nimekwama. Lakini tunakumbushwa hapo hapo ndio kuna sauti ya Mungu. Yesu akakuwezesha ukavuka kwa wepesi mpaka watu wakakushangaa. Kuna kitu fulani unaweza kukuta labda ni project fulani, una biashara, una nini unafanya,
Kila anayeifanya haiendi, kila anayeifanya inaanguka, kila anayeifanya inarudi nyuma, haiendi mbele. Lakini wewe ukiigusa tu, hiyo imeenda. Kila mtu anakuuliza, anakutazama, wewe umefanya nini? Kwa maana ya swali kwamba ni kwa jina gani? Sisi kwa majina yetu, kwa uweza wetu, kwa siri zetu, kwa namna zozote zile zetu tumefanya, hatujaweza. Wewe umewezaje? Amina. Kwa hiyo tunakumbusha kwamba jina la Mungu linaweza. Tulitumie, ni silaha ambayo tunatakiwa kuitumia kwa hali na mali. Amina. Tutasoma pia Matendo ya Mitume 19:15. Tuko katika jina la Mungu kama mamlaka. Amina. Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 19 na mstari wake wa 15. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini nyinyi ni nani? Amen. Rudia tena. Amina. Nitarudia. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua, Paulo namfahamu, lakini nyinyi ni nani? Amina. Amina. Hapa tukirudi nyuma hapa kwenye Matendo ya Mitume 4:7, hapa alikuwa ni Yohana na Petro. Walipelekwa kushtakiwa kwa matendo walioyafanya. Amina. Kwa wakati huo ni matendo ambayo hayalikuwa hayaruhusiwi kufanyika, lakini kwa jina la Mungu walifanya. Kwa sababu Mungu hana mipaka. Yeye ni mvunja mipaka. Amina. Mipaka ambayo sisi tunacholewa, tunachora, tunachoreana, yeye kazi yake ni kuifuta na kuinyamazisha kimya. Amina. Ukirudi nyuma kule kwenye Matendo ni 3 kule, kuna hadithi inaelezea kisa gani kilitokea. Walimponya mtu ambaye alikuwa kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Amina. Wenyewe walichofanya ni kumpa kwa jina la Mungu upone, uwete utoke, uwete ukanyamaza kimya. Kwa hiyo wale watu walioshuhudia wakawa wanawafuatilia, wanataka kujua na kupenda kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwao. Sasa wale wakakamatwa. Nyinyi mnafanya kwa jina la nani? Ni kwa namna gani hii ninyi mnayoifanya? Amina. Kwa hiyo tukirudi hapa Matendo ya Mitume 19:15, hawa ni watu wengine. Hawana mamlaka yoyote ya kulitumia jina la Mungu, jina la Yesu. Amina. Hawana mamlaka yoyote. Hawakuwa na kibali. Huyo Yesu kwa jina la Mungu ambaye ndiye Yesu, walikuwa hawajui linatumikaje. Walisikia, pengine waliona, tuseme labda ni mtu anapita pale akaona kuna huduma inafanyika hapa na watu wanasema kwa jina la Yesu mapepo wanatoka. Na yeye akapita huko akasema kwa jina la Yesu pepo toka. Yule pepo akamuuliza, fulani na fulani mimi namjua, wewe ni nani? Amina. Kwa hiyo tunachofundishwa hapa ni kwamba tujifunze kuwa na uhalali wa kulitumia jina la Mungu ambayo ndio jina la Yesu. Amina. Amina. Kuwa na uhalali. Uhalali tunaupataje? Uhalali tunaupata kwa kufanya toba ya kweli. Amina. Sisi ni wanadamu tulioko katika mwili wa nyama, tunayokutana nayo ni mengi. Asubuhi mpaka jioni ni ndefu. Huwezi kusema tangu asubuhi mpaka sasa sijafanya kitu kinachomkwaza Mungu. Amina. Kitu kinachoniondolea utakatifu, kitu ambacho kinanitenga na Mungu wangu. Amina. Kwa hiyo tunachoshauriwa au tunachofundishwa, fundisho tunalolipata hapa ni kufanya utakaso, kujitakasa kwa damu ya mwana kondoo, kuziishi zile sheria. Za kwanza tunaziishi zile sheria ambazo Mungu anazitaka, nafikiri tunazifahamu, tumejifunza kwa wingi. Lakini pia tunatakiwa kufanya toba ya nguvu, toba ya kweli. Unapoona hapa nimeenda kinyume na Mungu, hapa nimeachwa, hapa reli imeniacha, treni inaenda, siwezi kudandia, unatakiwa ufanye utakaso, treni isimame kwenye kituo chake, ikupakie mwende sambamba. Amina. Amina, amina. Usije ukaanza kulitumia jina la Yesu bila uhalali ukapata shida, Mungu akawa hayuko upande wako. Amina. Amina. Tutasoma pia Marko 16:15 tukiwa hapo katika jina la Mungu kama mamlaka. Nitasoma kitabu cha Marko 16 na mstari wake ule wa 15. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen.
Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Amen. Soma na mstari wa 17 mpaka 18. Amina. Mstari wake wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amina. Amina. Naomba some mstari moja anzia 16. Amina. Nitarudia mstari wake wa 16. Amina. Aniaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini hatahukumiwa. Amen. Amina. Hapa tunasema kuna mambo ambayo tunaona kwa jina la Mungu tunaweza kuyafanya na yakaenda. Lakini hapa nyuma tumetoka kusema kwamba kuna sheria, kuna utaratibu ambao utakuruhusu wewe uweze kuyafanya. Amina. Sheria mojawapo tunaambiwa, utaratibu mojawapo ambao tunatakiwa kufuata, anatuambia aminiwe na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo kundi letu liko pale, aaminiwe na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo utakuwa atakayebatizwa na kuamini atakuwa kwenye fungu halali la kutumia jina la Yesu, jina la Mungu, na likaleta matokeo. Amina. Amina. Endelea. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Amen. Amina. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Hapo amenyooka kabisa. Na ishara hizi, kwa hiyo kuamini, imani yako ni mojawapo ya sheria. Je, unaamini kwamba jina la Mungu linaweza? Unaamini kwamba kwa jina la Mungu watu wanapona? Unaamini kwa jina la Mungu ule msumali uliokuwekea uchungu wa miaka nenda miaka rudi unaweza ukafutika? Unaamini kovu lolote la aina yoyote, aidha tunalolijua au tusilolijua, lililofanyika kwa wewe kufahamu au lililofanyika kwa siri katika vyumba vya siri, linaweza kufutwa kwa jina la Yesu ambaye ndio jina la Mungu? Kwa hiyo hii ni sheria pia. Imani yako, ukiamini linafanyika. Uamini, umpe nafasi, uwe na mamlaka, ukifanya linafanyika. Amina. Amina. Ukimwomba akufutie, anakufutia kabisa. Kumbukumbu hiyo inaishia hapo. Kama ililetwa kwa Ibilisi, inaishia hapo. Kama ilifanyika ili mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa, sasa Mungu mwenyewe anaingilia kati ili kusudi lake lipate kutimia. Amina. Tuna hadithi pia ya wana wa Israeli jinsi walivyokuwa wakitaka kuokolewa. Farao alifanyika kuwa na moyo mgumu. Sio alikuwa ule moyo mgumu haukuja tu kutoka sehemu yoyote. Hakufanya ye mwenyewe kuwa na moyo mgumu. Ni Mungu alikuwa anaruhusu awe na moyo mgumu ili Mungu kwa kule moyo wake mgumu, Mungu afanye mambo mengi ya namna tofauti, yenye uzito, yenye mamlaka, yenye uweza wa kumtambulisha kwamba yeye ndiye Mungu. Amina. Amen. Endelea 18. Mstari wa 18. Amen. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amina. Amina. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Amina. Watawaweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amina. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amina.
Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Amina. Pia tuna sheria nyingine, huwa tunafundishwa kwamba haya ni maarifa ya kujaza taa zetu mafuta, kwamba tujifunze kumiliki majira, tujifunze kuishi kwa nyakati. Pale unapoamka, pale unapopata nafasi, miliki majira yako. Amina. Kuna majira ya mchana, kuna asubuhi, kuna jioni, kuna majira ya huzuni, kuna majira ya furaha, kuna majira tofauti tofauti. Kila jambo lipo kwa wakati. Tunasema kila jambo liko kwa nyakati, lakini wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi. Kwa hiyo tujifunze kumiliki. Tujifunze kufanya nini? Kumiliki. Unapoamka tu jitume kumiliki. Usipomiliki wewe, hapa tunazungumzia katika nuru. Usipomiliki katika nuru, jua katika giza utamilikiwa. Amina. Usio kwamba kufanya kwako au kutokufanya kwako wewe ni zuio au ni punguzo la au kwamba yule Mungu ananiona. Hapana, Mungu ametuweka tufanye kwa nafasi zetu na yeye anafanya kwa nafasi zake. Amina. Sisi kazi yetu ni kumkumbusha, tunapeleka hoja zetu zenye uzito na yeye anafanya. Amina. Miliki majira yako. Kuna majira tunalala. Ukilala umelala tu. Ni nini kinafanyika? Roho nani anaiuisha? Nani anaipa uzima? Nani anaipa uhalali? Usipoipa uhalali wewe, usipoipa nguvu wewe ya kushinda yale majira, mwovu ibilisi atakuwai, ataimiliki, atakuonea, atakuibia, atazidisha ile misumari ndani yako. Amina. Amina, amina. Jina la Mungu ni ulinzi. Amina. Tunataitwa nyingine, jina la Mungu ni ulinzi. Tutasoma Yohana 17:11. Nitasoma kitabu cha Yohana sura yake ya 17 na ule mstari wake wa 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Amina. 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 Roho Mtakatifu awe nasi. Amina. Kwa hiyo hapa tunaona pia tumepewa mamlaka nyingine, hii ni sheria nyingine na namna nyingine ambavyo inatupa uwezo wa kulitumia jina la Yesu. Amina. Amina. Tusome pia, naona niende haraka kwa ajili ya muda. Matendo ya Mitume 2:21. Nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 na mstari wake wa 21. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Na itakuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Amina. Amina. Hii pia ni sheria inayojieleza kabisa, iko wazi. Kila atakayeliita jina la Bwana atafanya nini? Ataokolewa. Kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo hapa jina la Mungu linaokoa. Amina. Usiketi. Soma Kutoka 2:7. Amen. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Amina. Hii ni sheria nyingine ambayo ni ya muhimu kuifuata, kuitimiliza ili uwe na uhalali wa kulitumia jina la Bwana. Amina. Amen. Kwamba jina la Mungu hutumika kwa utaratibu. Amina. Amina. Hakikisha una uhalali wa kulitumia jina la Mungu. Amina. Soma Zaburi 116, 12 na 13. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana. Amen. Hapo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amina. Roho Mtakatifu awe nasi. Amina. Hapa tunaona kwamba tunaambiwa nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake alionitendea. Amina. Yesu ametutendea mengi. Amina. Yesu ametushindia, ametuvusha, anatuvusha na bado yuko katikati yetu. Amina. Sisi tunachotakiwa kufanya ni kidogo tu. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Amina.
Amina. Tusichoke kulitangaza jina la Bwana kama kurudisha sifa na utukufu kwake. Amina. Hatuna pesa, hatuna yani hatuna kitu chochote tunachoweza kuthamanisha na kile anachotutendea. Amina. Hata kama hajatenda kwako kwa sasa, kwa dakika chache zijazo atatenda. Amina. Tutamshukuru Yesu kwa ajili ya kumpokea kwani. Tumuombe, tutaimba wimbo uongezeke Yesu. Sisi tupungue, yeye aongezeke ili afanye kwetu. Amina.